Lakini vile vile tangazo hili tunalichukua pia katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia kwamba siku za karibuni Waziri Mkuu Netanyahu alielekea katika nchi ya Marekani. Na matukio mengi katika eneo la Mashariki ya Kati yamekuwa yakiibuka kipindi ambacho Waziri Mkuu Netanyahu akielekea kwanza katika nchi ya Marekani na kisha anaporudi ndio kuna matukio makubwa wakati mwingine huweza kujitokeza. Mfano mzuri ni katika kipindi cha kufariki kwa aliyekuwa kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh, lakini vile vile kuuawa mmoja katika washauri wa karibu aliyekuwa kiongozi wa kundi la Hizbullah Fuad Shukru. Kabla yake kuna tukio lilijitokeza katika sehemu ya Majid al-Shams katika upande wa Mlima Golan. Kwanza lilitokea shambulizi katika sehemu husika ambayo inazingatiwa kama ni maeneo yanayodhibitiwa na nchi ya Israel ambayo yanakaliwa na jamii ya Wadruze. Baada ya kufanyika shambulizi husika, Waziri Mkuu Netanyahu alikuwa katika nchi ya Marekani, akakatisha ruti yake na kisha akarudi katika nchi ya Israel na kisha akaelekea katika maeneo ya Majid al-Shams kwa Wadruze kuweza kutoa pole. Lakini kilichofuatia mbele yalikuwa ni mashambulizi mtawalia ambayo yalifanyika katika mji wa Beirut, akafariki Fuad Shukru, lakini vile vile yakafanyika katika mji wa Tehran, akafariki Ismail Haniyeh. Ukiachilia mbali hapo, hata kufariki kwa kiongozi wa kundi la Hizbullah Hassan Nasrallah kwanza ilifuatiwa na movement kama hiyo ya Waziri Mkuu Netanyahu kuwepo katika nchi ya Marekani, na kisha baadaye ndiyo mashambulizi yalikuja kufanyika baada ya kurudi kwa Waziri Mkuu Netanyahu kushambulia katika mji wa Beirut, pembezoni kidogo ya mji wa Beirut katika sehemu ya Dhahia, na kisha kuuliwa kwa kiongozi wa kundi la Hizbullah Hassan Nasrallah. Kwa hivyo series ya Waziri Mkuu Netanyahu kuondoka kuelekea katika nchi ya Marekani na kisha kurudi, kisha baada hapo inafuatia movement kubwa, maana hili ni jambo ambalo tumekuwa tukili experience kwa muda mrefu. Katika vita ya siku 12 ilikuwa hivyo hivyo, katika vita ya siku 40 takriban ilikuwa iko hivyo hivyo. Pamoja na kwamba safari ya sasa hivi ya Waziri Mkuu Netanyahu ilikuwa ni safari ambayo imeambatanishwa na kuhudhuria kwake katika shughuli ya mazishi ya Lindsey Graham ambaye ni mmoja katika wanasiasa wa nchi ya Marekani ambaye inaonekana anazingatiwa kama ni rafiki wa karibu wa nchi ya Israel kwa sababu ya support yake kwa nchi ya Israel, lakini vile vile ni mtu ambaye alikuwa anapita mbele zaidi katika movement za nchi ya Marekani, especially katika sera za mambo ya nje ambazo zinahusisha swala la mapigano, vitu kama vita na mfano wake, pamoja na kwamba kifo chake kilikuwa kina utata. Either ameuliwa na Warusi katika nchi ya Ukraine au alifariki katika nchi ya Marekani. Kwa hivyo ziara Waziri Mkuu Netanyahu kuelekea katika nchi ya Marekani pia ilihusianishwa na hii ya Lindsey Graham, kuhudhuria katika mazishi ya Lindsey Graham, lakini kiujumla ni kwamba movement yoyote ya Waziri Mkuu Netanyahu kuelekea katika nchi ya Marekani mara nyingi inafuatiwa na